Naomba Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima kubwa, naomba sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, tuzo ya kwanza ambayo inaambatana na shukurani kubwa kwa jitihada zake anazozifanya katika kuiunganisha nchi ya Tanzania pamoja na nchi ya Saudi Arabia. Tuzo ya kwanza inaenda kwa balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania, Balozi Yahya bin Ahmed Ukeish. The first award goes to the Ambassador of Saudi Arabia to Tanzania, Mr. Yahya bin Ahmed Ukeish. Tuzo hii inatolewa kwa kutambua mchango na msaada mkubwa wa Balozi Ukeish katika kuziunganisha nchi zetu mbili na katika kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika kwa mafanikio makubwa. The award given in recognition of his extreme effort in making sure that he strengthens the relationship between the United Republic of Tanzania and that of the Kingdom of Saudi Arabia, and in making sure that this event becomes a success. Tuzo ya pili, Mheshimiwa mgeni rasmi, inatolewa kwa kuheshimu mchango mkubwa wa Imam wa Msikiti Mtakatifu wa Makka, Daktari Badr At-Turki, kwa kutambua mchango wake kwa kuhudhuria katika hafla hizi na tuzo hizi. Tuzo hii inatolewa kwa Imam Badr At-Turki kwa kutambua mchango wake wa kuhudhuria katika tuzo hizi katika mwaka huu wa 2026 na katika tuzo hizi za 34. The second award is awarded to Imam Al-Haramain Sharifain, Dr. Badr At-Turki, in recognition of his valuable presence here with us today. Na tuzo ya mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, inatolewa kwa waziri wa Wizara ya Dini nchini Saudi Arabia kwa kutambua mchango wake mkubwa sana kwa miaka mingi mfululizo na tangu pale tulipoanza kushirikiana nao katika kuyafanya mashindano haya, kuzienzi tuzo hizi kwa watu mbalimbali. Waziri amekuwa akitupa ushirikiano mkubwa. Ndio kwa sababu hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatambua kwa kumpa tuzo hii Daktari Abdul Latif bin Abdul Aziz Al Sheikh. Yeye tunatambua kwa mchango wake mkubwa kabisa and the best personality of the year goes to the Ministry of Religious Affairs, Dr. Abdul Latif Abdul Aziz Al Sheikh, in recognition in his extreme effort in his ministry in making sure that the efforts of Quran memorization and هذه الجائزة تقدم للسيد وزير الشيخ عبد اللطيف ابن آل الشيخ، وهو يعني شخصية عالمية في خدمة القرآن الكريم. نحن قدرنا جهوده، إذا نقدم هذه الجائزة له إذا نيابة عن الجمعية، وجائزة فخامة الضيف الشرف سيقدمه لمعالي المستشار. تفضل. وزارة شؤون الإسلامية
له أعمال كثيرا في القرآن الكريم. فمثلا هذا العام ليس هذا مسابقة، هذه المسابقة فقط، في مئات من المسابقات حول العالم، مئات من المسابقات حول العالم. وهذه الجهود الجبارة لا بد أن تشكر وأن تقدر. فجائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم قدر هذا الأمر فقدم جائزة، وقدر على أن فضيلة الدكتور الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ شخصية عالمية العام لخدمة القرآن الكريم. Anasema Sheikh Kaporo ya kwamba chini ya uongozi wake waziri huyu amefadhili mashindano mbalimbali duniani, amedhamini jitihada mbalimbali za kukuza na kuendeleza vipaji mbalimbali vya Qur'ani duniani, na ndiyo kwa sababu hiyo jaiza Tanzania Daulia chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania wanamtambua balozi kwa kumpa zawadi ya Best Personality of the Year kwa kutambua mchango wake si tu Tanzania bali duniani kote na katika mashindano mbalimbali. Na kushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa utayari wako wa kutoa tuzo hizo. Na sasa Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimwite Chief Judge Sheikh Abdallah Al-Mundhiri, Sheikh As-Salim ambaye ataambatana na Sheikh Abdallah Al-Mundhiri watakuja kwa ajili ya kututangazia washindi wa mashindano yetu leo hii, ambapo watazawadiwa pamoja na Mheshimiwa mgeni rasmi. والآن إن شاء الله نتقدم بدعوة لجنة التحكيم التي يرأسها فضيلة الدكتور الشيخ الزهراني لكي يعلن نتائج هذه المسابقة بفرعيها الكبار والصغار، فمرحبا بكما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فباسم أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم نبارك للفائزين في هذه المسابقة المباركة، ونسأل الله تعالى للجميع العون والتوفيق والسداد. نبدأ بالفائزين من الكبار. حصل على المركز الثالث أحمد كريم شحمامدوف من روسيا، وحصل على 98 درجة فاصلة 76% من الدرجة. Tunaanza kutaja matokeo ya grupu la kwanza ambao ni wakubwa. Mashindano haya yamekusanya watu wadogo na vile vile waliokuwa wakubwa. Tunaanza wakubwa. Mshindi wa tatu ni kijana Ahmad Karim Shehmadu kutoka Urusi aliyepata 98.75. Ahmad Karim Shehmadi kutoka Urusi aliyepata 98.75 ni mshindi wa tatu. Takbir! Takbir! Naam. Zawadi hiyo inakwenda Urusi. Picha ya pamoja na jambo lile la ugeni rasmi, ugeni maalum na wageni mbalimbali waandamizi. الحاصل على المركز الثاني سيدنا القلب من موريتانيا، حصل على 99 درجة فاصلة 06 من 10%. Mshindi wa pili ni kijana kutoka Mauritania, Sayyidna Al-Ghalla kutoka Mauritania aliyepata alama 99.6. Takbir! Mshindi wa pili kutoka Mauritania. Hakika ni raha. Takbir! Allahu Akbar.